Mheshimiwa Bushiri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa swali langu namba 471 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilianza ujenzi wa hospitali ya Mashauri ya wilaya ya Same mwezi Novemba 2022. Hadi mwezi Aprili 2025, serikali imepeleka jumla shilingi bilioni 3.4 ambapo shilingi bilioni 2.6 zimetumika katika ujenzi wa majengo ya hospitali ya Mashauri hiyo na shilingi milioni 800 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba. Aidha, majengo 5 kati ya 8 ujenzi umekamilika na ameanza kutoa huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali katika mwaka wa fedha 2025/26 imetenga shilingi milioni 800 kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wanaume, wanawake, watoto na ujenzi wa njia za kutembea wagonjwa kwa maana walkways katika hospitali ya wilaya ya Same. Asante. Mheshimiwa Bushiri, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali, kwanza niipongeze serikali kwa hatua ambayo imefikia katika ujenzi wa hospitali hiyo. Lakini nina swali moja la nyongeza. Katika hospitali hiyo wodi ya kina mama na watoto imeshaanza kufanya kazi. Lakini kuna changamoto ya wauguzi kutokuwa na nyumba za kuishi katika maeneo hayo. Je, ni mpango gani wa serikali wa haraka wa kujenga nyumba za watumishi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Zuena Athmani Bushiri kwa namna ambavyo amekuwa akiwasemea kwa dhati wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla. Lakini muhakikishie tu kwamba hoja yake mwanzo ilikuwa ujenzi wa hospitali ya Mashauri katika wilaya ya Same. Tayari serikali hii sikivu inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekwisha jenga, imepeleka zaidi ya bilioni 3 na milioni 400 na mwaka ujao wa fedha tumetenga milioni 800 kwa ajili ya kujenga mawodi. Lakini pamoja na ujenzi wa vituo hivi vya huduma na kupeleka vifaa tiba na watumishi, serikali imeweka mpango kwa ajili ya kujenga nyumba za watumishi. Kwa hiyo kuhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba hospitali ya Mashauri ya Same ni moja ya hospitali ambazo zimetengewa fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba za watumishi katika mwaka ujao wa fedha 25/26. Nilikuona Mheshimiwa Bupe. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Kituo cha afya cha kata ya Kilando hakina jengo la mortuary. Ni lini serikali itajenga jengo hilo kwa kata ya Kilando? Asante. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa serikali ni kujenga majengo yote muhimu katika vituo vya afya yakiwepo majengo ya kuhifadhia maiti. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba katika kituo cha afya cha Kilando serikali inatambua kwamba kuna baadhi ya majengo ambayo yanahitajika likiwemo jengo hilo la kuhifadhia maiti na tayari tumeweka mpango mkakati wa ukamilishaji wa majengo katika zahanati zote na vituo vyote ambavyo vina majengo pungufu. Kwa hiyo kuhakikishia tu Mheshimiwa mbunge kwamba tutaweka kipaumbele katika kituo cha afya cha Kilando ili tuweze kujenga jengo hilo.